na imani kwamba kocha Patrick Mabedi ambaye ameachia Young Africans walau amekwisha kutrain nao, anaelekea wiki ya pili hivi sasa. Wapi alikuwa ni madhaifu ya Young Africans? Na ni kipi inabidi akifanye kuelekea kwenye mchezo ujao? Na ubora wa mtu kama Silver Strikers ambao sasa hivi tunavyozungumza walau kila mtu amemwona dakika 90. Kama sio dakika 90 basi ni dakika 180 kujumlisha na zile za marudio ambazo unaweza kaenda kazirudia mechi. Mimi sidhani kama tumeshamuona dakika zote hizo. Nafikiri hata mechi iliyoisha alikuwa amesimama kocha mkuu alikuwa ni Roman Fozibadi, yeye alikuwa ni msaidizi kwa sababu kocha mkuu kwenye timu ndio mtu pekee mwenye maamuzi ya mwisho kwenye timu. Kwa kama yeye anaweza kusema mimi nataka timu yangu icheze hivi, kuona mwalimu msaidizi lazima mfuate mwalimu mkuu. Kwa hiyo mimi nafikiri tusubiri kumuona kwa sababu tumeona takwimu zake kwamba alikotoka amefanya vipi na hatujui atakuja na mpango gani ambao utaifaa timu ya Young Africans kwa ajili ya mechi inayokuja. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo la kusubiri kuona mwalimu ataonyesha kitu kipi ili kuisaidia timu yake kuweza kufanya vizuri. Madhaifu ya Young Africans kwenye mchezo uliopita dhidi ya Silver Strikers ni yapi? Of course madhaifu ya Young Africans ni kwenye namna ya build up. Walikuwa na build up yao ilikuwa ina watu wachache sana, na kuna namna ambavyo build up ya Young Africans huwa ikiwa bora kuna vitu ambavyo vinaonekana. Build up ya Young Africans huwa inatengenezwa na triangle shape ya watu wanne. Huwa ilikuwa na Ibrahim Abdullah Baka, ilikuwa na Dickson Job. Kipindi kile alikuwa Khalid Aucho pamoja, anaweza kuwa ni Juka Buya, Lese Mudathir Yahya Bas, anashuka chini kuongeza ile triangle system. Ndio. Kwa hiyo hata mechi iliyopita havikuonekana hivyo, na hata namna ambavyo fluidity ya kutoka kwenye eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la ushambuliaji haikuonekana. Ile isolation ya kwenye eneo la ushambuliaji mpaka eneo la mwisho kwenye final third, Andy Bobo Boyeli alionekana apewe ile mipira kwa wakati, zile penetration passes, zile details ndogo ndogo ambazo Young Africans wamekuwa wakifanya kwenye mechi ambazo zimepita katika ubora wa 100%. Kuna vitu ambavyo havikuonekana. Kwa kuna namna ambayo timu ikishindwa kutengeneza nafasi ya kuscore goals haiwezi kushinda mpira wa miguu. Kwa hiyo naamini kuna namna ambavyo Patrick Mabedi na bida boresha in terms ya fitness, haikuwa fitness kwa 100%. Hata ukiangalia goli ambavyo wamefungwa ilikuwa ni 1v1, alimpita mtu wa kwanza, mtu wa pili akafanya sliding tackle ni ikashindikana. Hata ile fiziki ya kupambana 1v1 ili kosekana. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo Patrick anatakiwa afanyie kazi kwa haraka. Team kwenye kuzuia na namna gani baada ya kuzuia kwenye kwenda kwenye counter pressing inaweza ikafanya kitu kingine. Young Africans ikifanywa negative transition baada ya kuwa na mpira, ikipoteza mpira, ni nini ambacho inafanya? Inatumia defending system ya aina gani? Hivyo ndio vitu ambavyo Patrick anatakiwa afanyie kazi kwa haraka sana ili timu iweze kupata matokeo. Sawa, tumeangalia alivyozungumza. Kuna katika mazungumzo yake kuna sehemu amegusia kwamba Young Africans wapo kwenye mchakato wa kumtafuta kocha mkuu wa kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa hivi timu itakuwa chini ya Patrick Mabedi kama caretaker, kwa maana kocha wa muda ambaye anaiangalia timu kwenye michezo ambayo iko mbeleni. Na inawezekana mchezo ambao na jukumu ambalo amepewa ni kuhakikisha ipeleke Young Africans kwenye hatua ya makundi, ambapo obviously historia zitakumbuka kama ni mtu ambaye alipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi. Young Africans wanahitaji kocha wa namna gani na ni kocha yupi ambaye anapatikana? Yani Young Africans watampata yule ambaye wanamhitaji ama watampata yule ambaye anapatikana kwa muda huo? Mimi nafikiri wanahitaji kocha kwa ajili ya kuitengeneza timu yao. Ndio. Sidhani kama wanahitaji mwalimu ambaye atakuja tu awapeleke njia hadi kama wanavyohitaji wao, kwa sababu ukiangalia timu yao asilimia kubwa wachezaji wengi ambao wanatakiwa kuingia kwenye kikosi ni wapya, hawajazoea mazingira ya timu, mazingira ya Tanzania. Kwa mimi nafikiri wanahitaji mwalimu ambaye anaweza kuitengeneza timu yao, kwa sababu ukiangalia Africans imekuwa na baadhi ya mapungufu kwenye sehemu kubwa sana. Kwanza eneo lao, mimi naangalia kwanza eneo lao la backline, kuna baadhi ya matukio au baadhi ya moment ambazo zinakuwa zinaonekana wamekuwa makosa yakijirudia ni yale. Eneo la midfield wamekosa mtu ambaye kwa sasa hivi anaweza kuiunganisha timu, yani yule box to box midfield wamemkosa mtu kama huyo. Kwa sababu waliokuepo tayari unaona nishati yao kama imepungua kidogo kulingana na jinsi walivyotumika huko nyuma, wametumika kwa muda wa mechi nyingi. Pia wamekosa mtu ambaye ni creativity mzuri kwenye ile nafasi. Pia wamekosa eneo la mshambuliaji, wanamtegemea mshambuliaji mmoja ambaye kwa hiki kipindi kifupi amekuwa na in and out nyingi na makosa ni mengi. Kwa hiyo nafikiri wanahitaji mwalimu ambaye anaweza kuitengeneza timu yao ikawa imara. Sawa, hiyo ni kuhusiana na
kocha ambaye wanamhitaji Young Africans. Yeah. Kwa kocha nadhani Young Africans wanahitaji kocha anayeweza kurudisha mentality na morali ndani ya squad, kwa sababu hilo ndo jambo la msingi sana. Sio kwamba Young Africans hana quality ipo, lakini mentality ya Young Africans na morali pia itakuwa imeshuka. Alafu in terms ya fitness, wachezaji wametumika sana, anahitaji kufanya rotation, kuwapa nafasi wale ambao hawakuwa wametumika. Yani tunavyokaa hapa tunavyozungumza ni kwa sababu wale pia walioingia hawajaonesha ubora ambao walitarajiwa. Katika eneo la kiungo, Musa Bala Conte hajaonesha, Lassen Kouma, kina Momo Dumbia hajaonesha, kina Andy Bobo Boyeli hajaonesha quality. Lakini let's say wangeonesha ile quality ambayo kila mtu alitarajia, hivi vyote visingekuwa vinatokea. Lakini mpaka hapa wanahitaji mwalimu atakayeweza kuendana na ile squad ya Young Africans, atakayeweza kuambiwa yale yote yamepita, inabidi tuboreshe sehemu 1 2 3 ili kurejesha Young Africans ile ambayo ilikuwa bora sehemu nyingine. Kwenye in terms ya fitness, in terms ya kutengeneza patterns ndogo ndogo ndani ya squad, in terms ya kurudisha, amezungumza Nida vizuri. Young Africans ya huko nyuma ilikuwa ikifanya vizuri kwenye eneo la kiungo. Walikuwa na yule kiungo anayeweza kuitengeneza timu na kuifanya timu namna gani ya kucheza. Ndio walitengeneza hiyo. Naona mpaka msimu hawajaanza hivyo, quality yao imeshuka. Kina Juka Buya anayeonekana kidogo ana quality hiyo ni Azizi Ndambwile, lakini Azizi Ndambwile huwezi kumpa jukumu la kuitoa timu chini na kuipandisha juu. Azizi Ndambwile ni mzuri kwenye kupiga vertical passes ama long range passes, yani zile passes za masafa marefu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Young Africans wanamhitaji mwalimu, sio tu kuchukua anayepatikana, kuangalia aina ya squad ambayo tuko nayo. Tuna uwezo kupata mwalimu anayeweza kuifikisha Young Africans kwenye nchi ya ahadi. Lakini ukisema tu uchukue yule anayeweza, ndio yale Romain Folz, unaweza ukamchukua akaja kuendana na wale wachezaji na akashindwana kwenye scenario tofauti. Kwani Romain Folz na ukubwa wa kikosi cha Yanga. Kwa maana Romain Folz alikuwa ni mdogo kuliko kikosi cha Yanga ama vipi? Mimi sikuelewa hapo. Kwamba je, ubora wa Romain Folz haukutosha kuwapatia Young Africans kile kitu wanachokihitaji? Ama experience pia inamata kwa upande wa Romain Folz? Mimi sidhani kama na experience pia inamata. Ile jambo walipata kwanza walishikilia viongozi wao wenyewe, kwa sababu wao ndo walifanya assessment ya kumwajiri mwalimu. Ama pia ni pressure kutoka kwa, yani hii pressure imeanzia kwa mashabiki. Yeah. Imeenda kwa mashabiki, imeenda kwa wanachama, imeenda kwa viongozi, ikaja ikawaathiri wachezaji. Kwa mimi nafikiri viongozi wa Young Africans wanapaswa kulaumiwa kwenye hili, kwa sababu hawakufanya kitu sahihi wakati wa kumwassess mwalimu kwamba ni yupi atakuja kulingana na sisi tunavyohitaji kucheza, tutacheza kwa namna hii. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio jambo hilo. Kwa hiyo ni wao sasa wakati wao wa kufanya tathmini yao wao wenyewe, wajue wapi walikosea na wapi warekebishe, ili waendelee kuboresha timu yao na endelee kuwa bora.